Ndugu washiriki, siku ya mabaharia duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 25 Juni kwa lengo la kutambua na kuthamini mchango wa mabaharia katika kuwezesha biashara ya usafiri kwa njia ya maji duniani, usafirishaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kuimarisha ustawi wa jamii za watu duniani kote. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu. Nadhani mnaweza kusema kauli mbiu gani inaanzisha maadhimisho yetu? Basi nashukuru, kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka sana. Inatukumbusha kuwa nyuma ya kila bidhaa inayofika bandarini, sokoni au nyumbani kwetu kuna mabaharia ambao wamejitolea kufanya kazi katika mazingira magumu yenye changamoto nyingi ili kuhakikisha minyororo ya usambazaji bidhaa duniani inaendelea kufanya kazi. Kama mnavyofahamu, kwa takwimu zilizopo duniani, takriban 80% kwa maana ya ujazo wa bidhaa zinasafiri kwa njia ya maji, lakini kwa maana ya kwa thamani ni zaidi ya 70% ya biashara yote duniani inategemea usafiri wa majini. Hivyo mchango wa mabaharia kama ndio waendesha vifaa hivyo vya baharini ni mkubwa sana duniani. Hivyo ina maana kwamba uchumi wa dunia, uzalishaji wa viwandani, usalama wa chakula, nishati na maendeleo ya kijamii hutegemea kwa kiwango kikubwa usafirishaji wa majini. Na kama mnavyofahamu, kwa mkoa wetu wa Kigoma, mnadhani namna ambavyo ziwa letu la Tanganyika linavyokuwa tegemeo kubwa kwa wenzetu wa jirani wa East Congo. Si mnafahamu jamani, wanavyotegemea usafiri wa baharini kuhakikisha bidhaa zinawafikia. Kwa hivyo mabaharia si tu ni wafanyakazi wa kawaida, bali ni nguzo muhimu katika ukuaji na uzalishaji wa uchumi duniani. Ndugu washiriki, katika kipindi hiki dunia inaendelea kushuhudia migogoro mbalimbali ya kisiasa ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa sekta ya usafirishaji majini. Kama mnavyofahamu, vita iliyokwisha hivi karibuni katika maeneo ya mfereji wa Hormuz ilikuwa ni changamoto kubwa kwa mabaharia wengi ambao hutegemea sehemu hiyo katika kusafirisha bidhaa na kupelekea kukwama kwa mabaharia wengi ndani ya eneo la Mashariki ya Kati na kushindwa kuendelea na shughuli zao. Vile vile kumeathiri usafirishaji wa bidhaa duniani, kupanda kwa bei za mafuta pamoja na kuongezeka kwa gharama ya maisha ya mtu mmoja mmoja kila siku duniani kote. Katika mazingira hayo, mabaharia wameendelea kubeba jukumu kubwa la kuhakikisha biashara za duniani hazikomi licha ya hatari kubwa zinazowakabili. Kwa masikitiko makubwa, kama nilivyoanza kuzungumza, kutokana na mgogoro huo Tanzania iliguswa, ambapo tulipata kifo cha baharia wetu mmoja, Bwana Bosson Mchama Maregesi Mongu, aliyefariki baada ya meli iliyokuwa ikifanya kazi kushambuliwa katika eneo la mgogoro, maana Strait of Hormuz. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Tanzania, napenda kutoa salamu za pole kwa familia yake, lakini pia tunashukuru Wizara ya Mambo ya Nje ambayo ilifanya kazi kubwa kuratibu urejeshaji wa mwili wake nchini kwa kushirikiana na ubalozi wetu wa nchini UAE, lakini vile vile na watumishi wa TASAC kwa kuhakikisha, hasa chini ya meneja wa usajili wa mabaharia, kwamba mwili huo unarejea nchini. Aidha, tunatoa heshima zote kwa mchango wake katika sekta ya usafiri majini na maendeleo ya biashara duniani. Tukio hili linatukumbusha kuwa mabaharia wanabeba sio tu bidhaa za biashara duniani, bali pia wanabeba hatari zake. Ndugu washiriki, Tanzania inaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuandaa mabaharia wenye sifa na uwezo wa kufanya kazi katika meli za ndani na za kimataifa. Na kama mnavyoona, kuna mkuu wa chuo cha bahari Tanzania yuko hapa, Profesa Tumaini, nadhani mtamshia kwenye washa. Na kupitia taasisi za mafunzo na mifumo ya utoaji wa vyeti inayozingatia viwango vya kimataifa, nchi yetu imeendelea kuzalisha mabaharia wanaofanya kazi katika kampuni mbalimbali duniani. Hivyo basi ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa mabaharia hawa wanapata mafunzo bora, mazingira salama ya kazi, ulinzi wa haki zao na fursa za maendeleo ya kitaaluma ili waweze kushindana katika soko la ajira kimataifa. Na katika hilo labda ningeongezea kuona kwamba sisi kama TASAC, kama wasimamizi wa ithibati na mafunzo ya ubaharia, tunaendelea kuhakikisha kwamba viwango vya mafunzo ya mabaharia vinafikia viwango vya kidunia, na nadhani mkuu wa chuo atakuja kueleza baadaye
Kupitia hilo sasa hivi tunafanya jitihada mbalimbali za kuboresha chuo chetu. Sasa hivi kina simulators nzuri za kisasa za kutoa mafunzo ya mabaharia, lakini pia tunahakikisha mabaharia wa Tanzania wanapata fursa za sea time, na pia tunahakikisha viwango vya kimataifa ambazo nchi zilizoendelea vitafikiwa na nchi yetu. Ndugu washiriki, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza mabaharia wote waliojitokeza kushiriki warsha hii kutoka maeneo mbalimbali nchini. Uwepo wenu hapa unaonyesha dhamira yenu ya kuendelea kujifunza, kubadilishana uzoefu na kuimarisha taaluma yenu. Nawahimiza kuendelea kuwa mabalozi wa usalama, uweledi, uzalendo na utunzaji wa mazingira katika maeneo yenu ya kazi. Tambueni kwamba kazi mnayoifanya ni muhimu sana kwa maendeleo ya taifa letu, ustawi wa dunia kwa ujumla. Ingawa mara nyingi mnafanya kazi mbali na familia zenu katika mazingira magumu na yenye hatari kubwa, ila mchango wenu unaendelea kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya uchumi wa dunia. Kupitia warsha hii, mimi nawashauri mtoe mawazo yenu kwa uhuru, mchangie mada hizi kwa uhuru ili kuendelea kuboresha sekta ya mabaharia nchini.